Bentura, tukiendelea na taarifa zaidi, waziri wa utumishi wa umma Geoffrey Ruku amekanusha madai kuwa anachochea migawanyiko katika eneo la Mlima Kenya, akiendelea kusisitiza kuwa wakazi wa eneo hilo wameungana katika kumuunga mkono Rais William Ruto na ajenda yake ya maendeleo. Akizungumza wakati wa harambee katika kanisa la AIC Gitwamba, kaunti eneo bunge la Gatundu Kaskazini katika kaunti ya Kiambu, Ruku aliongezea kusema kwamba wameipa kipaumbele cha serikali ni kutekeleza miradi ya maendeleo na vile kuboresha maisha ya wananchi. Waziri huyo ambaye alikuwa ameandamana na mbunge wa Gatundu ya Kaskazini Njoroge Kururia, mbunge wa Thika mjini Alice Ng'ang'a na seneta mteule Karen Nyamu, aliwashtumu baadhi ya viongozi wa upinzani kwa madai ya kuwapotosha wananchi kwa maslahi ya kisiasa badala ya kutoa suluhisho kwa changamoto zinazowakabili nchi. Yule ambaye atasimama atiaseme waziri anachukia Wakikuyu, hiyo ni porojo, hiyo ni uongo. Na sijaiona mahali popote ambaye kulikuwa na kongamano akafanywa kama kiongozi wa jamii ya Wakikuyu. Na sio Wakikuyu peke yake, anasema vile ni yeye ndiye kiongozi ya jamii yote ya Mlima Kenya. Anachochea, anaweka uchafu katika roho ya wananchi wa mlima, akisema ati jamii ya mlima inaonewa na serikali ya William Ruto. Inaonewa na serikali ya William Ruto namna gani, wakati mawaziri wengi wao katika serikali ambao wametoka kwa hii mlima? Inaonewa na serikali ya Mheshimiwa William Ruto wakati PSS, directors, chairman wamenjaa. Wakati maendeleo ya wananchi, soko imejengwa ya 308 million hapa Gatundu North. Huduma Center imefunguliwa. Court imefunguliwa. Land Registry imefunguliwa. Barabara ya kutoka Thika mpaka inaitwa Kagumu ya 2 billion Kenya shilling. Rais anakarabati hiyo barabara. Hiyo mambo yote, compensation ya Karimeno Dam, wale wote ambao wanapaswa kufanywa compensation, pesa iko tayari, hiyo mipango inaendelea, na hiyo yote ni mipango ya Mheshimiwa William Ruto na serikali yake.